Upo vizuri chuma cha Mjerumani? Ya niko poa. Nashukuru Mungu, niambie. Tumeshuhudia mchezo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al-Masry. Simba inapoteza ugenini kwa kichapo cha mabao 2-0. Pengine kwako kwanza ulikuwa ni mchezo aina gani? Kwanza ni maisha ya Simba kupoteza robo finali au kufungwa, ni maisha ya Simba Sports Club. Yaani kutowaaminisha Watanzania kwamba wanaweza kufanya jambo hatua ya robo finali. Hivi hapa tulipo tunasubiri tuone, je, kuna surprise au ni yale yale. Lakini kwa kile ambacho kimetokea, ukimya ambao uliopo kwa hivi sasa Tanzania ni kutokana na Tanzania kuingia katika msitu wa fedhea wa kufungwa magoli 2-1 dhidi ya kikosi cha Al-Masry. Kimsingi kwangu Simba imecheza robo finali mbovu kupata kutokea kwa mara nyingine tena. Simba imecheza robo finali mbovu kwa mara nyingine tena. Namna ambavyo mbinu ya Al-Masry waliokuwa nayo wamewafanya Simba waonekane ndio kwanza wamekutana leo kwenye pre-season. Yani Simba ndio kama inajijenga. Yani ndio kama ndio wamekutana leo kwenye pre-season. Kagoma amjui ngoma, Mpanzu amjui Ateba. Purukushani mwanzo mwisho. Ukiwatazama Al-Masry waliwaacha Simba waweze kucheza, lakini kuwapunguzia ama kuwaondolea utulivu kwenye finishing kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana Simba imedominate game, lakini kwenye finishing imekuwa poa. Soka bahati mbaya ni namna ambavyo Al-Masry walivyokuwa na iharasi Simba kwenye finishing. Unanipata vizuri? On target, off target wamekuwa nazo nyingi, lakini kuzifanikisha zile on target zao sio kwa bahati mbaya, ni mbinu ya Al-Masry ambayo wamekuwa nayo. Ukitazama mechi ya Simba na Al-Masry kwangu imekuwa haina ubora kama ubora ambao nimeuona kati ya Tabora na Yanga. Yani kwa mechi ya Young Africans ilikuwa ni bora zaidi. Ilikuwa ni bora kuliko robo finali ya Simba na Al-Masry kwangu. Yeah. Pengine ni Simba shida ilikuwa ni nini haswa? Wamedominate mpira lakini kushindwa kuzitumia nafasi. Kelele nyingi zimekuwa kwa Leonel Ateba, namna ambavyo mmewatazama ama namna ambavyo mtazama kwanza Leonel Ateba ni wazi pia alifelisha Simba katika mchezo wa jana. Simba mbali na kwamba iko nafasi ya pili katika msimamo wa ligi, lakini moja kati ya changamoto waliokuwa nayo ni uwezo sahihi wa kutumia nafasi ambazo wanazotengeneza. Ndiko ambako kuna msiba kwa asilimia kubwa. Na hata jana hilo limekwenda kujitokeza. Nilisema mapema, changamoto ya Simba ni kutumia nafasi, na ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Unanipata vizuri? Kwa hata kwa hili ambalo limetokea kwa hivi sasa ni kwamba bado Simba ina changamoto hiyo na uwezo kuisuruhisha au kuiondosha sasa, kwa sababu huu sio muda wa dirisha la usajili. Itokee bahati nzuri Simba waamke na siku nzuri kazini, waipasue Al-Masry hapa nyumbani. Uhakika wa kuwapasua upo. Lakini namna ambavyo Simba walivyoamka kuwa na siku nzuri kazini, wale jamaa kumbuka wakipata goli moja maana yake mlima wa Simba kupata magoli unaongezeka. Sasa maana yake nini? Wawe makini kwenye kujilinda, wawe makini kwenye mbinu na ufundi. Wakiingia kwenye mtego wa Al-Masry wa kimbinu na wakakubali hapa, maana yake tunaingia kwenye aibu ile ile. Unanipata vizuri? Rais Wallace Karia ni rais mwenye mafanikio katika soka la Tanzania. Lakini Simba huu ndio muda wao wa kuweza kumpa heshima ya kuleta ubingwa Tanzania. Yani kumpa heshima Wallace Karia. Sasa kumbe nini? Watu walikuwa wanapamba mafanikio ya Karia na mimi ninaungana nao. Karia ni kweli rais mwenye mafanikio, lakini mafanikio ya Karia ili yawe bora zaidi na heshima iongezeke na kama hii aliyokuwa nayo kwa hivi sasa rais wetu, Simba wachukue ndoo wailete hapa. Kwa namna ambavyo mambo yanaendelea, ukiwatazama Simba kwa namna ambavyo matukio yalitokea katika ule mchezo zidi ya Al-Masry, tunaweza kusumia kelele zimekuwa nyingi sana pia kwa muamuzi kuhusiana pia na VAR kwa jinsi ya kungamua matukio. Kwako baadhi ya matukio ya Simba uliyoona, ni kweli Simba kuna baadhi ya matukio alinyongwa? Kwangu mimi kweli Simba imenyongwa. Mfano penalty ya Leonel Ateba, ilikuwa clear ni penalty bila kupepesa macho, lakini waamuzi wameamua kufanya umafia wa hali ya juu. Lakini kwangu ilikuwa ni penalty ambayo ni halali, Simba ambao hali deserve kuweza kuipata. Wamenyonga katika eneo hili, lakini Simba kama ungekuwa na kikosi bora walikuwa na deserve kuifunga Al-Masry hata 6-0 nyumbani kwao. Simba kama angekuwa na kikosi bora walikuwa na uwezo wa kuifunga Al-Masry 6-0. Kumbuka Al-Masry ni mbovu kuliko Marumo Gallant. Al-Masry ni mbovu kuliko Marumo Gallant. Unazungumzia Marumo Gallant ambaye amecheza na Young Africans. Yes. Al-Masry ni mbovu kuliko Marumo Gallant. Utaki ndio huo kweli? Unataka kuniambia Marumo Gallant Al-Masry kuna nani ambaye yuko kule ni mshambuliaji unaweza ukamfananisha na Langa Chivavilo? Hakuna.
Siupo yule anamuita Big. Lakini Almasri Marumo ilionekana ni mbovu kwa sababu ya ushabiki wetu, kwamba Yanga imekutana timu mbovu kwa sababu inaburuza mkia ligi ya Afrika ya Kusini. Ligi ya Afrika ya Kusini, timu ambayo inaburuza mkia imekwenda nusu finali. Tuwapeleke Ken Gold? Tuwapeleke Ken Gold na wao wakatuwakilishe, ambao inashika mkia huko. Waweza katusua? Hakuna. Kwa muda mwingine ni mambo tu ya kishamba. Marumo Gallants ilikuwa ni bora zaidi kuliko Almasri mbovu ambaye imekutana na Simba. Ndio maana nasema Simba ingekuwa bora jana. Ingekuwa bora, ilikuwa na deserve kuweza kuifunga Almasri goli hata 6. Huku mnakuja Benjamin Mkapa kukamilisha taratibu tu kwamba sasa twendeni tukampasue mtu wetu. Yaani Simba ilikuwa inakuja kumpasua mai wake. Unanipata vizuri? Lakini kwa hiki kilicho manake Simba kazini kwake kuna kazi. Cha kwanza, ijihakikishie kushinda goli 3. Katika kushinda goli 3 naamini inawezekana hata zaidi ya hiyo. Lakini isiwe mwendelezo wa kufanya haya mambo ambayo ya kuliingiza taifa kwenye aibu. Watu kelele zilikuwa nyingi sana baada ya kuona matukio ambavyo yalikuwa yanaendelea kuhusiana na Waarabu ambacho walikuwa nakifanya, kwamba wanaenda kumreact sana muamuzi kwa kile ambacho kwenda kuangalia kwa VAR. Lakini kwenye timu zetu hizi mbili, hasa Young Africans na Simba, imekuwa ni ngumu sana kwenda kumzonga muamuzi kuhusiana na kile kupata haki yao. Tukio hilo tunalifanisha kama pia na Young Africans, lakini pia Simba walishindwa pia kwenda kumgasi muamuzi. Nadhani huu ndio wakati sasa hivi vitabu vyetu, kwa maana kwamba wachezaji wanatakiwa kujua namna gani ambavyo ya kupeleka mashinikizo ambayo ya matukio sahihi kwa waamuzi ambao pengine inawezekana wanawachukulia poa kulingana namna ambavyo hakuna mashinikizo. Sasa huu ndio muda wa kuangalia mechi za away, mambo yoyote ya magumashi, wachezaji wetu lazima wawe na mashinikizo ya kushinikiza waamuzi. Nenda kaangalia VAR, ndio maana ipo. Kwa sababu Simba kama wangeshinikiza tukio la Ateba, ile penalty lazima tungeona. Lakini kwenye tukio namna ambavyo ile ni penalty clear. Ateba penalty yake ilikuwa iko clear kuliko ya Makambo alivyojiangusha kwenye box la Yanga jana. Unakuja kuona Makambo alimwadamu muamuzi, lakini Ateba alifanywa faulo. Hii ndio tunaita home advantage. Ni upumbavu tu, hamna home advantage wala nini. Kwa na kelele nyingi kwamba anacheza kwake lazima anakuwa na favorite sana kuliko. Ni nyewe mmeamua sasa. Maana kama jana Simba wangekuwa na mashinikizo ya kumharasi muamuzi lazima angeenda. Kama atapa kadi nyekundu wote fresh awape. Lakini kikubwa akathibitishe uwepo wa VAR uwanjani ni nini. Ni mambo ya kishamba katika soka la Afrika. Wasirudie tena Simba kukubali ujinga. Namna ambavyo Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa na performance nzuri katika mchezo huo dhidi ya Almasri, kelele zimekuwa nyingi sana, ma-comment zimekuwa nyingi sana kwamba maamuzi ya mwisho ya Elie Mpanzu yamekuwa si sahihi. Kwa binafsi ambavyo umemuona Elie Mpanzu kwenye mchezo ule, kasi ya kutosha, lakini pia aliwasumbua Almasri. Kwako Elie Mpanzu jana alikosekana kitu gani ambacho hakuweza kuwa favorite Simba kwenye ule mchezo? Sikiliza, hili sio kishabiki kwa sababu mimi ni shabiki wa Nabii Elie Mpanzu. Simba imecheza ovyo, lakini Mpanzu alideserve kuwa man of the match kwangu. Amefanya kazi kubwa sana, lakini amekutana na wachezaji wengine utayari wa kupambania game na wameingia kwenye mfumo wa kuvurugwa na Almasri, kila mmoja kucheza kivyake, bado hakumfikia Nabii Elie Mpanzu kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Mimi sioni haja kumwataki Elie Mpanzu. Sema maamuzi yake hayapo sahihi. Hapana, alikuwa anazuiliwa. Yaani kuna time unaona kabisa Mpanzu anafurukuta, anapokwenda kuliangalia lango anakuta impossible yengo, anafanyaje? Kina huwa alikuwa wapi? Wanapata vizuri, waache kuwataki wachezaji. Kiuhalisia Simba imecheza mpira mbovu general. Lakini ambaye amejitahidi kwenye kumiduni kuna mtu ambaye yuko aheri. Afadhali ndo Elie Mpanzu. Nabii Elie Mpanzu. Lakini wengine jana wacha chini ya kiwango. Muangalie Kibu Denis. Ndo kacheza hovyo sana Kibu Denis. Atakuwa ni msaada kwa. Hakuna, jana ndo kacheza hovyo. Na niwaambie Simba. Simba bado kikosi chao kinahitajika kujengeka tena hadi mwakani. Bado Kibu Denis kwa uvumilivu aliomvumilia wa upendo wao kweli na pilika zake. Msimu ujao sijajua mkataba wao unasemaje. Lakini kiuhalisia Kibu wa kuachwa. Uwezo ukawa na mshambuliaji miaka 3 na anafunga magoli 2. Eti kwa sababu anapambana tu vizuri, haiwezekani. Unalipata vizuri? Kwa sababu inawezekana Simba imeshindwa kupata matokeo chanya kutokana na Kibu Denis kukosa magoli. Inawezekana. Kwani kakosa magoli mangapi Kibu Denis miaka yote 2? Kauli yako inasadifu kwamba Kibu hatoshi Simba. Hatoshi. Kwa level ya Simba. Simba ukiangalia kwa level waliokuwa nayo, wako wachezaji wengi sana wa deserve kucheza Simba.
Kwa jina la Simba Afrika hawa deserve wachezaji wengi kucheza pale. Wengi sana. Wengi. Kwa namna ambavyo Simba imeingia kwenye ule mchezo, tuanzie kwa golikipa Musa Pinpin Kamara. Performance yake anatoka kwenye timu ya taifa, kelele zilikuwa nyingi sana kwamba ni majeraha. Vipi kwa namna ambavyo umemwangalia Pinpin Kamara dakika zote 90 na mabao mawili aliyofungwa kwa Simba? Kuna haja ya kumlaumu pia Musa Pinpin? Mimi sijaona kosa. Magoli yote ambayo Simba amefungwa ni magoli ya kitimu. Yaani ingekuwa amefanya kosa yeye, unasema hapa sawa. Kwa sababu hata mpira ambao ulipigwa ile cross ilikuwa sio ya mchezo. Unalipata vizuri? Mabeki walikuwa pale. Kwa nini sioshe? Mpaka Akoyo sio Okoyo anakwenda kuscore ile rebound. Wanipata vizuri? Maana yake nini? Timu nzima iliflop. Mwanzo wa shambulizi wa goli la pili mpaka mwisho wa shambulizi. Maana yake timu nzima ilifeli. Mimi sijaona makosa ya Pinpin Kamara. Adake nani? Maana kipa namba 1 Simba ni Musa Kamara. Hata kadaka nani ile mechi. Pengine kama singekuwa yule, zingekuwa hata 4. Mchezo wa Young Africans finali It's not a game, it's a rich thing.